Ngokwe. Nonje, nimesikia wito wako. Umeniita kwa muda mrefu sana. Lakini kuna kazi nilikuwa naifanya. Sasa nimeitikia wito wako. Nipe taarifa mshirika. Nilijua kama utakuwa una kazi, ndio maana ukachelewa kufika. Sasa wito wangu mimi hapa kuhusu mshirika mwenzetu Kiza. Kiza alinialika kwenda kumfanyia jambo yule kijana Magambo. Tulipofika kule tulizalilika. Aliniambia kwamba ameshajiandaa na tukio la kwenda kumfanyia yule. Ameshindwa kabisa kufanikisha lile jambo. Tumezalilika, tena tumezalilika sehemu kubwa sana. Kiza kwa nini anaamua kufanya hivi? Nilishamkataza kuhusiana na jambo la kumfanyia yule kijana, kwa sababu mimi alishanihalisia na nilimwambia achane na yule kijana kabisa mpaka mimi nitakapomaliza mambo yangu, ndipo nitamuongezea nguvu ili akashughulike na yule kijana. Kwa nini kaamua kufanya vitu nyuma ya mgongo wangu? Kiukweli kabisa mimi sikujua kwamba wewe huna hii taarifa. Mimi amenialika twende tukasaidizane na mimi nikaenda, lakini mwisho wa siku ndo kama hivyo tumezalilika. Alishindwa kabisa kufanikisha lile jambo. Tumeshindwa. Hili limenishangaza sana, kwa sababu mimi taarifa hiyo Kiza alishanipa. Aliniambia alienda kumjaribu yule kijana na akamshindwa. Hivyo mimi nikamwahidi kumuongezea nguvu, lakini mpaka nitakapomaliza mambo yangu, yatakapokaa sawa, ndio yeye na mimi na wewe tushirikiane kwa pamoja kwenda kufanya kazi kwa yule kijana. Basi sawa, tuachane na hayo ya Kiza. Wito wangu mimi hapa, kuna mtoto nimeshachukua kimvuli chake. Mtoto mdogo anaitwa Shida. Kwa hiyo muda si mrefu nitawaalika kuja kula nyama. Huu ndio wito nilokuitia hapa. Hilo ni jambo zuri sana na ni jambo jema sana. Ni taarifa nzuri sana kuzisikia kwenye masikio yangu. Kwenye hilo acha nikupe pongezi Ngoko. Tena hongera sana, kazi nzuri sana Ngoko. Asante kwa hilo. Lakini kwenye jambo la Kiza sitamwacha salama. Sitamwacha. Lazima awajibike kwenye hili. Mimi sitaki washirika wenzangu tupotee. Sitaki tugawanyike, kwa sababu tumebaki wachache sana. Hivyo sitaki mtu yoyote afanye kitu nyuma ya mgongo wangu au bila mimi kujua. Kuanzia leo hii, nitakapotaka kwenda sehemu yoyote kufanya jambo lolote, lazima nipewe taarifa kwanza, ndipo nikubaliane na nyinyi. Tumeelewana Ngoko? Sawa. Kiza, naomba umuadabishe kwa hili alolifanya. Haina shida. Acha mimi niende kaendelee na kazi zangu, kwa sababu nilikuwa sijamaliza kazi yangu. Basi sawa, naomba ukamalize hiyo kazi. Sawa mshirika. Sawa. Huyu Kiza huyu anatutafutia balaa sasa. Yo, 1 2 6 1 2 6. Mwanangu hapo utakuwa umecheza kweli, yani kutokana na Vipi? Wapi tena? Mimi naingia kati hapo na mwanangu tunaenda kutoa kitu kwanza.
Kutoa kitu unamaanisha nini? Tunaenda kutoa dongo brother, tunaona mchana tumechukua mazaga hapo, tumechukua unga nini, madaga ya mchele, tunaenda kutoa ugali. Unajua mnaenda kupika na unga. Kama tugeto uongo. Vipi? Bwana mimi nimetoka nyumbani. Mtaani. Nimeenda kukutana na mama na dada, nimeenda kuwapa taarifa kwa sababu kesho kuna ugeni nyumbani unakuja. Au si? Nauleta mimi mwenyewe. Kuhusu yule shemeji yako nilikwambia siku ile nyumbani. Mambo yako yale. Tunaanza kufanya setting au sio? Setting inabidi ianze mapema. Nakubali. Oya we. Mule unapiga mule mimi ndo nakubali hapo tu brother. Sasa nimeona bora nianzie kwanza nyumbani. Nilete kwanza nyinyi mfahamu. Maana yake nilikwambia tu sija kuonesha uje kumuona. Kabisa. Kesho anakuja mama atamuona, wewe utamuona, wote kwa pamoja na dada pia mtamuona, nitamtambulisha. Au si? Baada hapo ndo process nyingine zitafuata taratibu. Hapa cha msingi naenda kwanza hapo dukani kwa sababu kuna madeni inabidi nikamalize kwanza dukani, hapo pia nikrie. Na pia kuna pesa nitamwachia, manake mama na dada inabidi waje kuchukua vyakula kwa sababu ya ugeni wa kesho. Au sio? Mgeni akija nyumbani mambo yetu yale, mambo ya kulunda kwanza wewe, mimi nakubali hapo tu brother. Brother sarafu yangu kamwili akapa bado atakao kabonde na diet mshikaji wangu. Sema jitahidi kesho uwe smart. Kwa hivyo ni hivyo niko mchafu brother, au sio? Kesho ni siku muhimu, mgeni anakuja, lazima ubadilike na muonekano mzuri, au sio? Uwe smart na ni wewe baba mdogo bwana. Haina noma brother, ziuishi bro. Mdogo lazima uwe smart. Wewe vile unavyotaka wewe, mimi nitakuwa hivyo brother yangu. Sasa mimi nitakupinga ndugu yangu. Haya poa. Haina kweli bro, sisi tunaingia kati hivi. Hapa ngoja ni mwe jamaa dukani. Poa bro. Mambo yetu. Karibu. Safi. Habari zako bwana? Safi kabisa. Karibu bosi. Sawa, unaendeleaje? Kwema kabisa. Mambo yanaenda? Nashukuru Mungu. Bwana, kwanza hebu nisaidie daftari kwanza niangalie huko. Kuna kiasi gani nadaiwa? Daftari hamna shida bosi wangu. Tajiri Jefu. Hili hapa. Nimekutana na Mudi hapo. Alifika hapa kumbe? Alifika, alipita hapa. Maana muda si mrefu huduma yake kaondoka. Sawa. Si ndio huko? Ndio hiyo hapo. Sawa. Sasa hii nakutumia sasa hivi, alafu kuna pesa nyingine ya ziada nitakutumia kwa sababu mamangu na dadangu wanakuja. Kuna vitu utawapa kwa sababu kesho nyumbani na ugeni. Ndio. Alafu nisahau kukuambia ndugu yangu. Kesho bwana kuna mwanamke anahitaji kumuoa, kwa hiyo namleta nyumbani kwetu kumtambulisha. Siku ya kesho. Na nitakusawa isi. Unajua wewe ni mtu muhimu sana. Bwana natarajia kufunga ndoa ndugu yangu. Hongera sana. Hongera sana. Siku zote nimekaa peke yangu bila mke, sasa umri unazidi kwenda. Sasa kwa na maisha gani? Kwa hiyo mimi natarajia kuoa, naomba ndugu yangu usikose kabisa kwenye ndoa yangu. Ninaanza msane wana. Yaani hapo ndio maana yake. Nasemaje, nakuja rafiki yangu, yaani siwaze kabisa. Bwana usikose. Katika watu muhimu ambao nawategemea watu kosa kwenye shughuli yangu ni wewe. Bwana uje siku ya ndoa yangu Magambo, usikose. Nitakuja rafiki yangu Jeff. Kweli? Nitakuja. Basi ndani ya wiki nitakuletea kadi ya mwaliko. Kwa hiyo usikose kabisa. Ila zingatia hapo, mama na dada wanakuja, utawapa hivi vitu, pesa nitakutumia, nitalipa hilo deni, afu na pesa nyingine ya ziada kwa sababu wanakuja. Sawa bosi wangu. Sijali kwa hiyo. Sawa. Magambo bwana, usikose kwenye ndoa yangu. Ninaanza msani anikuburi ile. Ndaanza msani wane. Umesemaje? Ninakuja. Sawa. Haya pamoja sana. Karibuni wanangu. Asante mama. Karibuni sana. Marahaba za mtokako. Marahaba, karibu mwanangu. Asante. Marahaba. Brother shikamoo. Marahaba, vipi? Poa. Mama. Ndio. Ugeni wako bwana. Karibuni sana. Asante sana mama. Najua siku zote uko ukisumbua mama, unahitaji upate mkwe. Ndio mwanangu. Ukasema usije ukaondoka naye katika uso wa dunia kama baba bila kuona wajukuu. Kabisa. Kwa nikaona vema nikakaa katika utulivu wangu. Nimempata mwenzangu mama. Huyo ndo mwanangu, Mungu akujalie. Karibu sana mkwe wangu.
Karibu binti yangu. Blaza umepiga kwenye mshono. Karibu sana. Huyu mama ndo mwanamke ambaye mimi nimehisi ni mwanamke ambaye naweza nikaanza naye maisha, kwa sababu mwanamke mtiifu, mwanamke mcha Mungu, ana huruma, ana upendo kwa kila mtu, ana nidhamu. Kwenye ucheshi ni mcheshi. Maana mama kumleta kwenye familia ya watu wacheshi, Karibu bwana. sana. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Asante sana. Mimi ndo mama yake Jafari. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Jafari. Huyu mwanangu wa pili anaitwa Muhammad. Huyu mwanangu wa mwisho anaitwa Rehema. Mwenyewe anapenda kujiita Lei. Asante sana mama. Hongera mama. Nashukuru. Unaonekana una familia yenye upendo na yenye furaha sana. Kabisa. Tunaishi vizuri na sisi maisha yetu, msaada wetu mkubwa mwanangu Jafari. Na mimi nimekupata wewe kitaharibika kitu. Karibu sana kwenye familia yetu mwanangu, kuwa na amani. Sisi tunakupenda wote. Maana siku zote nilikuwa namwambia mwanangu, tafuta mwanamke wa maisha yako, madhara nimekupata wewe na mimi ndo tutakuwa maisha yake. Karibu sana. Asante. Umemwona wifi yako Lei? Karibu wifi. Asante. Mama, kwa sasa hivi wewe ndo shoga yangu. Atakufanya usajili ni kwenye timu yako. Kwa sasa hivi mimi ndo udugu wangu. Nonje, karibu nyumbani kwetu. Hapa ndo nyumbani kwa kina Jafari, ndo nyumbani kwetu, na hii hapa ndo familia yangu niliokuwa nao sasa hivi. Manake tupo 4 tangu baba yetu atutoke kwenye uso wa hii dunia. Kwa hiyo tubaki na mama yetu na mimi mwenyewe na wadogo zangu kama hao unavyoona kwa wili. Kwa hiyo ndo familia yangu mimi sasa. Kwa karibu sana, uungane na sisi, jisikie uhuru, jisikie hapa ni nyumbani, huyu ni mama yako. Kama kuna shida yoyote, kuna lolote, kama kuna sehemu ninakukwaza, una pa kukimbilia, ni hapa. Karibu sana. Karibu sana mlamu. Alafu mimi nilikuwa naomba ile jambo lisinicheleweshe sana. Ikiwezekana lifanyike kwa haraka ili mradi tu mambo yatimie na mimi nipate wajukuu zangu. Yaani leo haraka. Nataka ndani ya wiki mbili Mambo yakamilika. Yes, sitaki chukue muda mrefu sana mama. Kiukweli tu mimi nishazungumza naye. Kwa hiyo ilibidi nianze kwanza mimi kabla ya kwenda kwao. Kwa sababu yeye mwenyewe pia amesharidhia kuwa na mimi, amesharidhia kufunga ndoa na mimi. Yeye mwenyewe amekubali, yupo tayari kuolewa na mimi. Kwa hiyo nikaona ni vema nimlete kwanza kwetu, mumuone nyinyi familia yangu kwanza kabla ya wajomba na watu wengine ambao wewe hilo swala utanisimamia wewe. Lakini nikaona nimlete kwanza hapa nyinyi mumuone kama familia yangu, afu ndio mambo mengine atafuata. Maana baada ya hapa yeye sasa naye kunipeleka kwao, maana kwao bado sijafika. Kwa upande wangu mimi sina shida mwanangu. Karibu sana mwanangu. Yaani nimefurahi kweli leo mwanangu. Jafari umeniletea mkwe wangu, siamini. Mungu atujalie. Ndio mama, wakati wa Mungu wakati sahihi. Na mbona Mudi leo kapendeza mama? Mudi vipi ndugu yangu? Mbona umependeza sana leo ndugu yangu? Kabisa brother, kwa kama mama wangu anikuta kama rais wa Irani. Basi sawa. Rema, kama andalie mgeni kwa chakula jikoni. Wagana pale riziki. Sijui vitu ndio tukapata. Na wewe mgeni kaja leo leo na jikoni, na wewe tabia gani yule? Au kishakuwa wa kwetu atafanya tu kazi za hapa nyumbani. Jamani. Shida iko wapi bwana? Ndio sasa uko unapoenda kupakua uko Shendele nini? Bwana wewe usimjazie sana, nilikwambia unafanya diet, ule matunda nini. Sasa unataka msosi mlima hivi Mudi inakuaje? Sasa blaza hapo utakuenda timu tatizo. Tumeongea nini nyumbani siku ile mdogo wangu? Ushaleta dawa hii hapa, mambo yetu yale sasa hivi atakuwa sote na mapapai na ndizi. Habari yako dada? Salama, kwema? Salama dadangu. Ni bora hata tulivyokutana na wewe dadangu. Kuna nini? Kuna mzee mmoja hivi nahisi wewe mwenyewe unamjua, anaitwa Mzee Kiza. Mzee Kiza? Namfahamu na mzee. Kuna nini? Majuzi kaja dukani kwangu pale, alikuwa anataka sigara. Ila katika ile sigara alipokuwa anahitaji ile sigara, hakuja kwa lengo zuri. Alikuwa anataka kuja kuniibia hela zangu kisha aondoke. Kwa hiyo unamaanisha ule mzee chuma ulete? Sio, namaanisha wewe ni chuma ulete. Mshanielewa dadangu. Sasa hivyo basi mimi nilikuwa naomba uende ukamfikishie taarifa kwamba Magambo anasema hiyo tabia unayoifanya, na ukiendelea na hiyo tabia
kitakachokuja kumpata sitaki lawama mimi na ndugu zake, kwa sababu nishamkanya, nishamwambia, naona mtu haelewi. Alikuwa yone mukauka murugi nangu kenonkuza kuza kumukora kana wali teme muturutumbi kenonkuza kuza kumukora kiza ntakwendezera lawama nyina bahili bazi. Kwanza kwa hiyo Kiluga umeniongelea mimi au umemwongelea Mzee Kiza? Maana ushanivuruga hapa. Kwani nikienda kule Mzee Kiza nimepata ujumbe wako, nitamuelezaje sasa? Ninyoshe maelezo ili ujumbe wako ufike sahihi. Nikifika nikamwambie Mzee Kiza 1 2 3. Hebu nielekeze vizuri. Sasa unanichanganya sasa hapa. Yaani namaanisha najua hujanielewa dada yangu. Yaani ninachomaanisha kwamba uende ukamwambia yule mzee. Magambo kasema hiyo tabia unayoifanya hiyo ipo mwisho wake. Hapo sasa ndio umenielekeza, nimekuelewa vizuri. Kwa hiyo nitakapokutana na Mzee Kiza nimwambie nimekutana na Magambo, si ndivyo? Sasa ulikuwa unazunguka hapo na niongelea Kiluga chako hicho. Basi sawa dadangu, mimi ngoja nielekeze zangu hivi. Sawa kakaangu, taarifa zitafika kwa wakati. Nitakapokutana naye tu Mzee Kiza nitampa ujumbe wako, wala usijali. Haya sawa. Kiza, eti mpelekee taarifa kwa Kiza. Hivi unajua kama mimi na Kiza chama letu ni moja? Kiza, sasa kwa taarifa yako ndo kwanza umeuwasha au moto. Muda si mrefu tutakuingiza kwenye chungu chetu, tutakukula supu. Shenzi kabisa wewe. Mwanakwetu, upo? Nipo. Jamani, yani mpaka umepona sasa hivi naona una zulula tu mtaani. Nimepona shoga yangu, sio unaniona. Hongera lakini. Asante. Wifi. Yaani tangia kipindi kile lile swala lile lilipotokea, Kenzo aliponiacha, yani mpaka leo hii simuoni, sijui alipo, simu hapatikani, yani atasielewa. Hivi unajua wewe ukiachana na kuwa wifi yangu tu kwa sababu ni mchumba wa mdogo wangu, lakini pia bado wewe ni kama mdogo wangu. Yaani mimi acha tu nikwambie ukweli, kutokana na wewe pia ni mwanamke mwenzangu. Hivi yule Kenzo mdogo wangu, mimi ni ndugu yangu kabisa, namjua jinsi alivyo. Yule Kenzo atakupotezea tu muda wako. Kenzo ana mambo mengi sana yule. Yaani ukiachana na kuwa na mambo mengi, pia ana wanawake kibao. Sasa mwisho wa siku atakuja kukupotezea muda wako bure. Ukabaki unakaa una mawazo ya kuolewa na Kenzo, kumbe mwenzio hana hata wazo hilo. Yaani sasa nikushauri tu, we kama uko nyumbani kwenu, mtaani kwenu huko, au kuna mwanaume yoyote alikuwa anakusumbua na kutongoza, au kuna mwanaume ulikuwa naye kabla ya kuwa na Kenzo, bora hata ufanye mpango urudiane naye, muendelee na mahusiano yenu, lakini kuliko kukaa kumsubiria Kenzo. Kenzo hamna kitu mle. Sijui unanielewa? Alafu tena tu nikupe habari kwa ufupi. Huko alipo Kenzo, mimi mwenyewe tukumpata kwangu ni kwa Mazabi. Yaani huko alipo hajulikani kama atauli leo wala kesho. Kwa hiyo asije akakupotezea tu muda wako. Fanya uishi maisha yako. Sawa? Mimi nimefurahi wifi kwa kuniambia ukweli. Maana yake sio ningekaa namsubiria Kenzo, kumbe mwenzangu hata mawazo hana. Kwa hiyo ni bora tu, asante maana mimi nimekuelewa, nitafanyia kazi kama ulivyo. Basi sawa. Haya poa. Haya kwaheri. Sasa wewe jichanganye. Ubebe mimba sisi kama kawaida yetu. Wananyamaza watu. Shauri lako. Nimesikia wewe unaniita. Na nimekuja wangu hapa. Shoga yangu, hapa nimekuita yule bwana. Yule bwana kesho kaniambia anatia timu nyumbani.
anataka kuja kuonana na familia yangu. Maana huyo mzee wako mzee Kiza nimemtafuta kwenye rada, kila ninavyomtafuta yani simuoni. Kila ninavyomwangalia simuoni. Sasa ndugu yangu, kesho sitaki uniangushe, nataka usimame wewe. Play part yako usimame kama shangazi. Unanielewa? Nimekuelewa, sasa naachaje? Yaani wewe usimame kama shangazi yangu kabisa. Yaani kama leo unajiona kabisa kichwani mwako akili yako hujaiboost. Naomba ukaiboost mapema ili kesho ukiamka uwe mpya, yaani tufanye jambo letu liwe vizuri. Sitaki uniangushe na kujua wewe. Asijakaja yule tena ukaitamani nyama tena pale pale. Usifanye mambo hayo. Wala usijali na wala sikuangushi. Mimi nita play part, mimi nitacheza kama baba, nitacheza kama shangazi, sehemu zote nitacheza mimi. Wewe wasiwasi kwa nini? Nita play part kama shangazi, kama baba, kama nani. Wewe niachie mimi na kuangushaje sasa mshirika mwenzangu. Fanya hivyo hivyo ndugu yangu. Wakati supu wewe na nukia afu kuangusha kitu ambacho hakiwezekani. Usiniambie mambo ya supu afu ukanivuja. Kitu nakitegemea, kile mwenyewe unanielewa. Basi mimi shogangu nimehitaji tu. Wala usijali. Ili mwanzo mwisho nitakuangushaje sasa? Kama ndio hivyo tena tunakaribia kula minofu jikoni hapo. Basi ndugu wangu, ndio hivyo tu nimekuitia. Sawa, basi mimi niache niende. Haya poa. Haya.